Sukuku hii ni bidhaa ya kifedha ya Kiislamu inayotii sheria na inalinganishwa. Watu huwa wanailinganisha na bondi. Kwa hiyo ndio sukuku. Sukuku kwanza mpaka sisi kama Islamic Bank tukaja na sukuku, ilikuwa nitumie neno moja, labda niseme ni ile kitu nasema ni financial inclusion. Kuna watu wapo kwenye biashara, kuna watu binafsi wana vipato vyao na wanataka kuviwekeza, lakini zile njia za uwekezaji kwa imani zao wengine wanaona kwamba haziwafai. Kuna mtu mwingine labda unapomtajia kitu kinaitwa riba, anaona kidogo kwake, anabidi akae na ile pesa. Na kuna vile vitu ambavyo unasema kwamba pesa inakaa tu, hafanyi nayo biashara wala hafanyi nayo chochote. Sasa kama sisi Islamic Banking tulivyojipambanua kwamba sisi ni wa mwanzo, tunaendelea kuhakikisha kila siku tunakuja na jambo jipya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wenye mahitaji ambao walikosa fursa tunaendelea kuwapa hii fursa. Ndio tulikuja na hii sukuku kuhakikisha kwamba wanaweza kuwekeza, na pale watakapokuwa wanawekeza, hii sukuku iko sheria, inafuata sheria za Kiislamu. Na tutawekeza pale, ina maana faida itakayopatikana katika benki na yule mwekezaji watagawana. Dhumuni kubwa ni kuhakikisha kwamba wale waliokosa fursa kutokana na imani zao wanapata hizi fursa. Na hii structure ambayo tumeitumia ni structure ya mudaraba. Mudaraba ni structure ya mudaraba, kwamba ni katika ile formality ya mwekezaji mwenye mali ambaye hana sehemu ya kufanya biashara, kuna yule ambaye mwenye biashara hana pesa. Kuna structure ambayo inakuwa katikati hapa inaitwa mudaraba. Kwa maana hiyo sisi tumetokea kwamba tuna fursa ya kuweza kuwekeza mahali tupate faida, na huyu amekuja ana pesa, anaweza akaingiza pale. Kwa sisi tutachukua ile pesa yake, tutaisimamia, tutafanya biashara, na baada ya ile biashara tutagawana faida. Na kama nilivyosema mwanzo, ni kuwajumuisha wananchi wote kwenye uchumi. Kwa wale ambao walikuwa wanahitaji kupata pesa kwa ajili ya kuwekeza, na wale ambao wenye pesa ambao walikuwa hawana sehemu ya kuwekeza, ndio tumekuja hapa. Niliongea kwamba kunao watu wana pesa zao wanahitaji kuweza kuziwekeza sehemu, lakini kutokana na imani zao wanashindwa, kwa sababu wanasema kama nikinunua bondi ya kawaida au tuite hati fungani ya kawaida italeta riba kwangu, na mimi kiimani yangu riba. Sasa sisi tunakuja kutatua hilo tatizo hapo katikati kwa kuleta hii hati fungani inayofanana na bondi, lakini yenye kufuata sheria. Utakapowekeza, ina maana hutoingia kwenye changamoto zile za imani yako inayokukatalia. Ni kuwekeza. Sisi kama KCB Bank, moja kati ya kazi ambazo tunazifanya ni kufanya biashara na wateja wetu katika area ya kwamba mfanya biashara anaweza akawa anahitaji, tulitaja zile ndani tofauti, tukasema kwamba kuna aina fulani ya let's say mudaraba. Yuko anafanya biashara kule, lakini biashara yake imekuwa katika eneo la kwamba wateja ni wengi, lakini wakati huo mtaji wake haumruhusu kuweza kuwahudumia wale wateja wake wote. Tunakuwa tupo benki sisi hapa. Benki sisi tunaweza kumsaidia sasa kufanya naye biashara. Tunapofanya naye biashara ni kwamba anakuja kwetu sisi, anatuambia nina biashara hii, na hii biashara inanihitaji labda niwe na bidhaa dukani kwangu labda za milioni 500. Tutamuuliza bidhaa hizo zinapatikana wapi na nini, atatuambia, tutanunua zile bidhaa sisi, na sisi tutamuuzia yeye kwa margin pale. Sasa kama benki na sisi tunakuwa kuna time hawa watu wenye kuhitaji wanakuwa wengi, mpaka tunajiona kwamba sasa pesa ambayo tunataka kuwapa wale watu haitoshi kutumia zile deposit tulizokuwa nazo.
ndio tunakuja na kitu kama hichi cha fursa sukuku. Hii sukuku, tukipata zile pesa kutoka kwa wale wawekezaji wakazileta kwetu, ina maana sisi tunasimama katikati, tunafanya biashara na yule mfanya biashara akienda anaweza. Kwa hiyo tunatatua hapa katikati, tunatatua matatizo mengi. Huyu mwekezaji ambaye alikuwa na pesa hana labda cha kufanya nacho kwa kipindi hichi, sisi tunazichukua, alafu huyu mfanya biashara tunamnunulia mzigo na anafanya biashara, faida tunayopata tunagawana na huyu, na kile tunachopata tunagawana na huyu. Yake kitu kimoja sawa pia kwamba hii inaitwa sukuku. Sisi ndio tumeipa jina kuita fursa. Nia na madhumuni ni kwamba ni fursa kwa wote waweze kupata kuwekeza. Hatukusema kwamba labda tunamchagua fulani au fulani, hapana. Tulikuwa tunasema hii ni fursa kwa watu wote. Watakokuwa na uwezo wa kuwekeza waje wawekeze, ndio tukaipa neno fursa.